Assalamu alaikum. Ukitaka neema yoyote ulionayo idumu, basi iunganishe na manfaa ya watu. Ili neno na manfaa ya watu, qala Allahu Ta'ala, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema, wa amma ma yanfa'u nasa fayamkuthu fil ardi, ama yale yenye manufaa na watu hupata maisha marefu katika ardhi. Kuna kisa kimetajwa katika Qur'ani. Kuna mtu mmoja alikuwa ana shamba kama kitega uchumi katika maisha yake yote. Ilikuwa anapovuna anagawa mavuno yake mafungu matatu. Fungu la kwanza kwa ajili ya familia yake, fungu la pili kwa ajili ya kuendeleza shamba, kwa ajili ya matumizi ya mradi wake wa shamba, fungu la tatu alikuwa akiwapa maskini. Alipofariki, watoto wake wakataka kuondosha hili fungu la maskini, wakaazimia wakati wa usiku kwamba watavuna asubuhi mapema sana, kabla ya ile time ambayo waliizoea ya mavuno ya baba yao. Baba yao alikuwa akivuna asubuhi ya kawaida, na wale maskini walizoea wakati wa mavuno wanaenda wanachukua chao kama deni vile. Watoto hao walipoazimia maazimio ya kuondosha haya manfaa, Mwenyezi Mungu Jalla waala akapeleka balaa usiku. Imetajwa katika Qur'ani, fatafa alaiha taifun min rabbika wa hum naimun, shamba lao likazungukwa na chenye kuzunguka kitokacho kwa Mola wako na hali ya kuwa wamelala. Fa asbahat kaswarimi, shamba lao likawa ni kama usiku wa giza. Inasemekana ni moto uliteremka uliochanganyika na upepo mkali ukaunguza kila kitu. Na walipokuta shamba lao limeharibika, wakajuta na wakagundua kasoro waliyofanya. Wakati mwingine watoto wanarithi mali kutoka kwa baba yao, na katika siri ya mafanikio ya baba yao ilikuwa ni sadaka, alafu wao wanaamua kufunga ile mirija ya sadaka. Alikuwa akisaidia ndugu, alikuwa akimsaidia huyu, alikuwa akiwasaidia wale. Yaani mali yake ilikuwa ina manufaa na viumbe, wanafunga. Wanapofunga wajue kwamba wanafupisha umri wa ile neema kudumu. Kwa hivyo ikiwa mzee wenu amekuachieni mali na mkaona inayumba, basi kuna mahala mmekosea, sio tu katika uendeshaji, lakini katika mahusiano na yule ambaye ni mwenye kutoa mali, ambaye ni Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu. Kama una kazi, hakikisha unapopokea mshahara kuna kitu kinatoka na kinanufaisha watu, kama ilivyokuja katika aya. Hata kama unafanya kibarua, katika kile ulichopata, basi hakikisha kuna kitu kinatoka kwa ajili ya kunufaisha watu. Kama wewe ni fundi, hakikisha katika kazi yako ya ufundi kuna kitu kinanufaisha watu. Ima katika kile kipato chako cha ufundi unatoa sadaka, unasaidia watu, ama wakati mwingine unatoa ofa ya kufanya kazi ya ufundi kwa watu maskini wasiojiweza, ukawasaidia bure. Kama daktari hivyo hivyo, toa fungu katika udaktari wako, katika pesa yako ya udaktari, au wakati mwingine watibie watu bure. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema, wa amma ma yanfa'u nasa fayamkuthu fil ardi, kile chenye manufaa na watu Mwenyezi Mungu hukipa maisha marefu katika ardhi. Wabillahi tawfiq, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.